Kukatwa kwa kitambaa hiki cheupe cha sanda na kumiminika kwa maji safi ni maandalizi ya safari ya mwisho ya mwanadamu. Katika jamii nyingi hatua hii huandamana na hofu na majonzi makubwa, lakini hapa kuna utulivu wa kipekee. Ni mafunzo maalum ya ustiri na uoshaji wa mwili wa marehemu yaliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake wa Al-Hikma Foundation, huduma inayohitaji ujasiri, ustadi na upendo unaovuka mipaka ya uhai. Mtu anakuwa amejifunza darasani lakini hajawahi kushuhudia, kwanza inaongeza ujasiri, anakuwa jasiri zaidi, anazoea kuona vitu hivi na inampa mtu kujiamini kwanza katika kufanya jambo kama hilo. Kwa hiyo madarasa kama haya yaongezwe zaidi ili Waislamu kupata ujuzi na maarifa zaidi, na unaweza kubadilisha jamii, yani kuathiri jamii kupitia unadharia, yani moja kwa moja. Mafunzo haya ya kuosha maiti yaliyoandaliwa na Umoja wa Wanawake wa Al-Hikma Foundation na kushirikisha makundi mbalimbali ya wanawake wa Kiislamu yanalenga kuvunja unyanyapaa na hofu inayotanda katika jamii kuhusu swala zima la kuandaa miili waliofariki. Hapa washiriki wanafundishwa kila hatua kiufundi na kidini, kuanzia usafi wa awali hadi ufungaji wa sanda. Lengo kuu la kufanya hii kongamano la leo ni kuwafundisha wanawake jinsi ya kuweza kuosha maiti, kwa sababu asilimia kubwa ya sisi wanawake hatuna elimu hiyo. Mtu akifiwa na mlezi wake, mzazi ya mtu wake yoyote, ataitwa mtu kutoka mbali na kitu ambacho hakifai. Kwa hiyo tulichotaka sisi ni kutoa wanawake katika hilo giza, kutoka kuweka, yani kuwapa hiyo elimu, kuwapa huo mwanga, kuweza kuwa mabalozi wazuri kwa nje wa kuwa na ujuzi wa elimu hii ambayo imekuwa misaulika wanawake kufundishwa ama kuijua. Katika darasa hili, msisitizo mkubwa hauwekwi tu kwenye hatua za kiufundi za kusafisha mwili, bali pia kwenye miiko, maadili na uwezo wa kisaikolojia wa kuhimili mazingira ya chumba cha uoshaji. Mimi nikimosha ndugu yangu ana kitu ambacho mimi siwezi nikakitoa nje kutangaza, lakini mtu mwingine hawezi akanifichia mimi aibu yangu. Ndamsikia fulani ilikuwa hivi, fulani ilikuwa, lakini kama ni mama yangu, ni ndugu yangu, siwezi nikatoa siri ya ndugu yangu. Na hata kwa mtu mwingine sitaki nitoe siri, lakini sasa kwa ndugu yangu ndo zaidi. Ndio tunaomba tunaambiwa ndugu aingie amkoshe ndugu yake, ndio maana yake ndio hivyo, sababu watu wengine wanakufa katika hali ya taharuki. Mimi namkuta mkawa chini ya mdomo wazi, mimi nakuta macho yafanyaje, mtamfumba ndugu yangu kwa nini? Kwa upendo. Tofauti na mazoea ya kijamii kuwa kazi hii inahusisha watu wazima, mafunzo haya yamevuta hisia na utayari wa vijana ambao sasa wanabadili mtazamo huo. Kiukweli sisi kama Hijab Girls Tanzania tunafurahi sana kushiriki hili darasa, kwa sababu hapo zamani tulizoea kuona mabibi ndo wanaosha maiti mpaka wanafikia ile hatua ya kwenda kuzika, lakini leo hii tumepata ujasiri kupitia Al-Hikma Foundation. Tumepata ujasiri wa kujua ya kuwa kumbe hata sisi mabinti tuna uwezo wa kushughulika na mwili pale mpendwa wetu anapofariki, mwisho wa siku mpaka tunaenda kufanyaje, kumzika. Kiukweli hili ni darasa kubwa sana kwetu, limezidi kututia imani, na inshallah kama tunavyoambiwa kwamba ishma shiita fa innaka mayituka, ishi utakavyo kwa hakika utakufa. Hili ni darasa kubwa kwetu kama sisi vijana. Ni muhimu sana kwetu sisi ama kwenye familia kuwa na mmoja ambaye anafahamu hii elimu, kwa sababu at first tunakuwa tunawastiri ndugu zetu na tunawafichia aibu zao, lakini pia tunaambiwa katika hadithi, yoyote mwenye kumstiri mwenzake akamuosha akamstiri aibu zake, basi Allah naye anamsamehe. Swala la kuandaa miili ya marehemu kwa muda mrefu limegubikwa na hofu, huku likiachiwa baadhi ya wazee katika mitaa. Lakini uwepo wa vijana, wasichana pamoja na wanawake wa umri wa kati katika darasa hili ni mwanzo mpya wa kuvunjika kwa miiko hiyo, huku ukiwa ni mtazamo mpya katika swala la uwajibikaji. Kazi hii inayofanywa mbali na macho ya wengi inabaki kuwa nguzo kuu ya faraja kwa familia zinazofikwa na majonzi. Kupitia hatua hii Al-Hikma Foundation na utayari wa washiriki hawa, siri ya ustiri haitakuwa tena mzigo wa uoga mtaani, bali itakuwa alama ya upendo wa mwisho unaovuka mipaka ya uhai. Khalid Omar, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.